Okay, Madam Kelly, tunaomba kujua wewe mpaka sasa hivi umefanya mauzo, umetengeneza zaidi ya 200,000 kwa mwezi. Je, umetumia njia gani kwenye kuuza na umefanyaje mpaka ukaweza kufanya hayo mauzo? Tunaomba utusaidie hapo kwa muda mfupi tu. Asante. Mimi hapa niliwaangalia wale watu ambao walikuwa wananizunguka nikawatumia kama fursa ya mimi kuniingizia pesa. Kwa mazingira niliyokuwapo nayo ni wale watu, kwa sababu mimi ni mtu wa kanisani, lakini pia kwa keria niliyoisoma nimesomea keria ya afya. Kwa wale watu ambao nilikuwa ninawafahamu pia, watu wa afya pamoja na watu wa kanisani, nikawatumia kama fursa ya mimi kuniingizia pesa. Kwanza niliwaangalia watu ambao wana changamoto ndogo ndogo. Mgonjwa wa kwanza niliyemhudumia ni mtu nilikuwa najua ana changamoto ya meno ya muda mrefu. Nilimfuata na kumuuliza, hivi changamoto yako umeshaitatua? Akaniambia hapana, nataka niende nikang'oe jino. Nikamwambia hapana, kuna dawa nzuri ambayo ninaweza kukupatia. Siwezi kung'oa jino na ukaendelea vizuri. Kwa sababu ana umri mdogo. Nikamwambia huoni kama utakuwa kituko uking'oa meno, utaharibu appearance yako? Yes, akasema ni vizuri basi nipe. Mwanzo hakuniamini. Ila nikajitahidi kumtia moyo kwa sababu ni mtu ambaye tumekaa karibu naye, akaweza kuniamini. Nilipomletea ile dawa, alivyoendelea kadri anavyoendelea kuitumia akaona mafanikio. Akaniletea mgonjwa mwingine wa changamoto ya nguvu za kiume. Baada ya hapo na yule mtu wa nguvu za kiume alivyotumia akaona matokeo, akaniambia basi niongezee na dozi nyingine. Baada ya hapo kwa mazingira niliyokuwa hapo naishi, nikapata baba alikuwa na changamoto ya tezi dume. Kwa hiyo nikaweza kumhudumia. Mwanzo hakuniamini na alikuwa akinificha ficha changamoto yake. Lakini baada ya kusoma vizuri kupitia vitabu cha ushauri wa afya pamoja nikaweza kuwashirikisha baadhi ya viongozi, wakaniambia ili umhudumie mgonjwa wa kuamini, unatakiwa uwe na taarifa sahihi. Basi nikasoma kile kitabu, nilipopata taarifa sahihi nilivyoenda kumuelezea, aliweza kuchukua zile dawa na akaanza matibabu. Ndio hivyo. Mteja mwingine? Mteja wa mwisho ndio huyo niliyempata kwa namna ya mtandao. Ambapo mtandaoni ulimpataje? Mtandaoni alinitafuta. Alikutafuta tu mwenyewe au ulilipia tangazo au ilikuwaje? Nililipia tangazo, kiongozi wangu alinilipia tangazo. Nikaja nikatafutwa, akanitafuta. Lakini alitafuta kwa changamoto ya homa ya ini. Ndio. Lakini baada ya kuongea naye akaniambia ana changamoto nyingi. Kwa hiyo nikamwambia je, kwa ushauri nikamwambia bora tuanze na homa ya ini. Ndio. Lakini kwa sababu alikuwa amepata utapeli mwingi mtandaoni, hakuwa tayari kuharibu tena pesa. Ndio. Lakini kwa sababu ya kanuni na vile taratibu ambazo tumeweza kupewa na mafunzo, habari ya kuaminisha wagonjwa wetu, basi niweza kumwelezea vyema na akaweza kuniamini. Na ndipo niweza kumfanyia usafirishaji Shinyanga. Okay, ni mteja hapo Shinyanga. Sawa, tumpigie makofi kidogo.